Tasoma katika waraka wa Paulo kwa Timothy, waraka wa pili, mlango wa 3 kuanzia mstari wa 1 hadi wa 5. 2 Timothy chapter number 3 verse 1 to 5. Na nitasoma kwa New International Version, NIV, kwa sababu niliona ya kwamba wacha nitafute version ambayo watu kabisa wataelewa. Kwa sababu hii ni mambo ambayo inabada tuzingatie na tuiangalie vizuri, na ni neno la Mungu, sio neno langu. 2 Timothy chapter number 3 from verse 1 to 5. 2 Timothy chapter 3 verse 1 to 5. Tasoma kwa lugha ya Kiingereza, inasema, "But mark this, there will be terrible times in the last days. People will be lovers of themselves, lovers of money, boastful, proud, abusive, disobedient to their parents, ungrateful, unholy, without love, unforgiving, slanderous, without self-control, brutal, not lovers of the good, treacherous, rash, conceited, lovers of pleasures than lovers of God, having a form of godliness, but denying its power, having nothing to do with such people." Baba, katika jina la Yesu Kristo, tumelisoma hili neno. Tunaomba Roho wako Mtakatifu anisaidie na tusaidie kulielewa hili neno. Masikio yetu na ufahamu wetu ufunguke kupokea hili neno, ili tuishi tukiwa watu waangalifu katika siku hizi ambazo ni za hatari, ambazo ni siku za mwisho wa ulimwengu. Bwana tusaidie, na ni katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kushukuru. Amen. Tunaweza kaa chini. Nikasema ya kwamba tunaishi nyakati ambazo ni siku za mwisho kwa ulimwengu huu wa sasa. Wakati Paulo alikuwa anaandika, ama alipokuwa akiandikia Timotheo waraka huu, hakujua ya kwamba anatumiwa na Roho Mtakatifu kuandikia siku za leo. Yeye alikuwa anafikiria kwamba anaandikia Timothy waraka. Yesu Kristo katika Mathayo 24 tukaona kuanzia mstari wa ule wa 3 hadi wa 14, tukaona mambo 22 ambayo itakuwa ni dalili za siku ya mwisho. Na tukaona kabisa ni dalili za siku za mwisho. Na akaelezea matukio. Ninapoongea hivyo nitaongea kwa Kiingereza ya kwamba yale Yesu alizingatia are events, signs and events of the end times. Mambo ambayo yatakayotokea. Naye Paulo anapomwandikia Timotheo anamwambia tabia za watu, jinsi ambavyo zitakavyokuwa siku za mwisho. Sasa sio matokeo. Haongei mambo kuhusu magonjwa, haongei kuhusu vita, haongei kuhusu dalili kule mawinguni, anaongea kuhusu tabia za watu, jinsi ambavyo zitakavyokuwa siku za mwisho. Na akamwambia Timotheo, ujihadhari, ujiepushe na mambo hayo, kwa sababu hivyo ndivyo itakavyokuwa siku za mwisho. Na ninafikiria Timothy alienda, na hiyo ni ukweli, akatoka duniani kabla siku za mwisho kufika. Kwa sababu sasa ndio tunajua kabisa mambo yote yaliyotabiriwa na Yesu Kristo yametimia. Na imebakisha mahali kidogo dunia ifike mwisho. Na tabia zetu katika maisha ya wokovu lazima ziambatane kulingana na neno la Mungu. Aidha kama tutasikia tumesukumwa sana, heri tuvumilie kusukumwa sana, lakini tukae kulingana na mapenzi ya Mungu. Kwa sababu mapenzi ya Mungu anayataka yadhihirike katika maisha yetu, tufanane na yeye. Ni wangapi ambao wangependa kufanana na Yesu? Mimi ningependa kufanana na Yesu. Tabia za Kikristo za Yesu, hizo ndizo anazotaka ziwe ndani yetu, ndio tuitwe wa Kristo. Unanielewa? Ndio tuwe nini? Wa Kristo. Maana Mkristo ni mtu ambaye ana tabia kama za Kristo. Na tabia za Kristo ni tabia za Mungu. Sasa Paulo anamwambia katika mistari, ninaona hii ni mistari mingapi? Mstari wa 2,
watatu, wanne na watano. Katika mistari minne peke yake amemwambia mambo ambayo ni 19 ambayo itakuwa ni tabia za watu ambao wako katika siku za mwisho, na akawaambia jiepushe. Nataka ushike hiyo ya kwamba jiepushe na watu wa aina hiyo ama na tabia kama hizo. Ya kwanza ni kwamba watu watakuwa wenye kujipenda. Mtu kujipenda. Ya kwamba mtu anaweza kula akijua fulani haja kula na kule na ajiongezee chakula, ule mwingine alale njaa. Tabia kama hizo, watu wa kujipenda. Anafikiria kujihusu yeye mwenyewe. Mtu anaweza kuwa na manguo ambaye hatumii ndani ya nyumba kwa mwaka mzima hajawaivaa, lakini kuna mtu mwingine akipata hiyo nguo moja ataenda kusherehekea Christmas. Alipata nguo. Na ndipo sasa ninasema ya kwamba hapa kanisani kwetu ni vizuri tunatafuta wakati unaangalia ndani ya nyumba yako ni nini ambacho hautumii, ukitoe, maana hicho kitakuwa cha faida kwa mtu mwingine mahali. Kuna mtu akipata hiyo atasherehekea. Kuna ndugu ambaye nimekuwa nikifuata katika mtandao, anaitwa Dan Wema. Dan Wema amekutana na watu ambao kabisa wana shida. Jana niliangalia mmoja alipewa ngiri moja namna hii, akaanguka chini kupiga magoti. Ngiri moja tu. Na wewe ukipata ngiri uone kama hiyo ni kitu. Akapewa ngiri moja namna hii, akaanguka chini akapiga magoti, akasema Mungu asante kwa sababu leo nimejua mke wangu na mtoto wangu tutakula nyama siku ya leo. Yaani ngiri moja inafanya kwake kuwe na sikukuu. Ngiri moja inafanya kwake kuwe na sikukuu. Watu watakuwa wenye kujipenda. Akifanya jambo anafanya kwa sababu yake yeye mwenyewe. Yeye mwenyewe hafikiri kuhusu mtu mwingine hata kidogo. Jambo la pili, ya kwamba watu watakuwa akipenda pesa. Kupenda pesa. Tunaambiwa kwamba kupenda pesa ndio chanzo cha maovu. Ile hali ya kupenda pesa. Pesa sio mbaya. Lakini ile hali ya kuzipenda ndio chanzo cha maovu. Na ukitaka kujua watu wanapenda pesa, angalia vile ambavyo wanavyotoa kanisani. Vile mtu anatoa kanisani, utajua huyu anapenda pesa. Watu wengi hawakosi kutoa kanisani kwa sababu hana, lakini ni kwa sababu anaogopa anaona ni kama inapotea, ni kama inaenda haitarudi. Anaipenda, anashikilia. Kuna mtu anaweza lala njaa ndio asifunje noti ya ngiri moja ama 500 kabisa. Kuna mtu mimi ninajua akiwa na 500 na noti ya 500, nawe na ana jambo anataka kufanya na shilingi 20, heri akope shilingi 20, lakini ile 500 asiguze, ikae tu ikiwa nini intact. Akope 20 ndio ile 500 asiguze. Watu watakuwa wanakipenda pesa. Utapata mtu anafanya jambo ambalo halifai kwa sababu ya pesa. Juzi nikaona mtandaoni kuna mambo mengi sana. Nikaona msichana anaulizwa, hebu niambie kati ya mama yako na 1,000,000 utataka nini? Mama yako na 1,000,000. Akakaa hivi akasema mimi nitachagua 1,000,000. Akaulizwa, kwani umpendi mama yako? Akasema hapana, si ati simpendi mama yangu, ni kwa sababu mtu anaitishaka ile kitu hana. Mama niko naye lakini 1,000,000 mimi sina. Akasema anataka 1,000,000. Lakini mwenye kuuliza alikuwa analinganisha mama na 1,000,000. Ni nini ambacho ni cha muhimu? Si afadhali mama wa jameni? Si afadhali huyo mzazi? Si afadhali huyo mwanadamu? Kwa sababu hata hiyo pesa unaweza ipata lakini sikusaidia hata kidogo. Watu wanafikiria ya kwamba akipata pesa amepata kila kitu. Lakini nitakuambia hakuna pesa ambayo inaweza tosha kununua amani. Hakuna pesa inaweza tosha kununua wokovu, kununua ukombozi, kununua msamaha, kununua furaha.
Unaona watu wameenda kufurahi, wanaondoka huko na wanaenda kama ni kwa beach, wanaenda kufurahi lakini wanaenda kuuana huko. Hiyo inakuambiaje? Pesa haikuwasaidia. Watu watakuwa wakipenda pesa, na ndio sababu hata watu waendi makanisani kwa sababu ya pesa. Mtu anaona ya kwamba afadhali kwanza niende nikafungue job. Haendi kanisani. Anaona Sunday ndio iko na wateja wengi. Anaenda kufungua duka, anaenda kufungua soko. Wanakuwa watu wa kupenda pesa. Jambo la tatu, anamwambia Timothy, watu watakuwa wenye kujisifu, boastful, watu wa kujisifu. Mtu ambaye anaongea kujisifu na kiburi ya kwamba ametosheka. Juzi kuna mtu mmoja mahali ninajua, gari yake iliitwa ile jina sio ya gari yake. Kasema unadharau gari yangu. Unaita namna hiyo? Gari yangu unaita namna hiyo? Anajivuna kwa sababu ya kile ambacho ako nacho. Kiingereza inasema bragging. Ni kile ni kuongea maneno ambayo mambo makubwa. Nasema sasa huyu anatuambia ni nini ako nacho? Siku hizi hata naangalia kwa mitandao unasikia mtu ana brag mpaka anauliza MP mwingine, ni nini huyu ako nacho mimi ambaye sina? Hiyo mali yake, hiyo yake kwangu ni kama a drop in the ocean. Hiyo ni inaitwa watu wanakuwa wa kujivuna kile ambacho ako nacho. Anaongea sana. Anajivuna, kujigamba. Kwa Kiturkana tunasema kuionania, moyonanio. Unataka watu wajue, una brag. Kama ni nduthi umepewa, unaweka kile exhaust kile cha size hii. Ndio watu wajue ulipata nduthi. Na ukipita mahali unapita mpaka hapa nyuma imeandikwa mzee ni wewe. Vitu yani unapata watu wako na vituko kwa sababu ya hiyo kujigamba, kwa sababu ya uwezo. Mwingine anajigamba kwa sababu ana kimwili kikubwa. Ana biceps. Unapata kwamba anavaa t-shirt kinapitia hapa hivi, ndio akitembea hivi anaonekana, yani anajigamba kwa sababu ya vile alivyo. Kujigamba aina hiyo. Kitu la 4, anamwambia watu watakuwa wenye fahari, watu wenye majivuno. Unajua kuna kujigamba na kuna majivuno. Sasa kiburi sasa. Kiburi, mtu anasikia kwamba mimi simuhitaji mtu mwingine katika maisha yangu. Yeye hata hataki mashauri, ukimjaribu kumshauri anauma kidomo namna hiyo. Sema maliza vile unasema lakini nimeamua vile nimeamua. Kiburi. Jambo la 5, anasema ya kwamba watakuwa abusive. Watu watakuwa wakifanya mambo ama kusema mambo ambayo inaumiza wengine. Inaumiza wengine. Na kufanya hivi unatuma message kwa mtandao ya kujenga watu moyo, na ni vile ambavyo neno la Mungu linasema. Unaona mtu anajibu hapo na kutukana. Ni ngapi ambazo tunatoaga katika comment? Mtu ana comment tu namna hiyo unaifunga. Ama unamtoa katika kwa sababu ya kile anasema. Yani anasema kitu ambacho kitakuudhi, kitafanya usikie machungu. Yani watu wanakuwa abusive, wanafanya vitu ya kuumiza wengine. Ninaangaliaga watu sasa. Juzi nimeona hata wahubiri wamefika kiwango aina hiyo. Hata wewe mhubiri ambao uko kwenye mtandao na unasema mabaya, unamuumiza mhubiri mwenzako, kumwambia kwamba hafai, mnarudishiana maneno. Hiyo sio tabia ya Kikristo. Katika jina la Yesu Kristo inabidi tuishi maisha ambayo yanadhihirisha Ukristo. Watu wanakuwa abusive. Tena anamwambia Timothy, watu watakuwa disobedient to their parents. Watakuwa hawatii wazazi wao. Wapendwa, na mundisikize, mzazi wako ni wa kitu cha muhimu sana. Hata kama alikuleta duniani kwa njia ya kimakosa, wewe ukifikiria ni kimakosa, wewe uko katika mpango katika duniani hii kwa mpango wa Mungu. Na huyo mzazi ndiye aliyehusika kukuleta hapa duniani. Kuna mtu mmoja alikuwa ananiambia, mimi
siku mimi sioni kama ilikuwa mapenzi ya Mungu nikuje duniani, maana hata sijui baba yangu, mama yangu hata yeye hajui baba yangu. Lakini ukweli ni kwamba kama unalia unasema hauna baba hapa duniani. Hata Yesu hakuwa na baba hapa duniani. Alikuwa na foster father. Alikuwa anaitwa Yusuf. So lakini alikuja kwa makusudi ya Mungu. Hata wewe uko duniani kwa makusudi ya Mungu na uliletwa na huyo mzazi, anafaa umtii. Sheria katika zile sheria 10, amri 10, sheria ya 5 ya kumheshimu mzazi wako, tunaambia kwamba hiyo ndio iko na ahadi. Hiyo ndio amri peke yake ambayo iko na nini? Na ahadi. Kwa sababu unapomheshimu mzazi wako, hilo jambo huwa linamguza Mungu. Ukimheshimu mzazi wako, hilo jambo huwa linamguza Mungu. Sasa utapata ya kwamba mtoto anaambiwa fanya hivi na hataki kufanya. Mnanisikia watoto? Mnanisikia? Piuri. Vile unaambiwa na mzazi wako, unasikia na unafanya. Akikukataza kitu, unasikia. Mnanisikia? Frank. Vile unaambiwa. Kwa sababu ukikosa kusikia, utakuwa wale watu wanaambiwa kwamba hawatii wazazi wao. Jambo la 7 anaambiwa kwamba watu hawatakuwa na shukrani. Ungrateful. Hana shukrani. Unampatia mtu kitu, anaona kama haki yake. Na kwanza anaichukua haraka sana. Niliona mahali kuna dada ambao huwa ninafuata sana. Huendesha pikipiki. Alisema atazunguka ulimwengu mzima na pikipiki. Na ametembea. Juzi alikuwa anaingia Kenya lakini akaumia akiwa sehemu za Tanzania. Akiwa anatoka huko pande ya Zimbabwe huko, kapita huko Malawi. Sasa alikuwa anakuja kuingia Tanzania, akapata accident. Kwanza akaumia, akasimamisha kidogo. Lakini naamini ya kwamba akipona atakuja kuanzia Tanzania aanze ametembea. Sasa alifika mahali akaona mama anamwangalia, akampatia noti namna hii. Huyo mama alipopewa hiyo noti, anaichukua namna hii na anaenda. Yaani hata hana shukrani. Huwezi sema asanti. Unafanya kitendo, unapata mtu amekwama mahali. Ameumia ama amepata accident, pengine ni mzigo umeanguka kwa pikipiki, unamsaidia. Ukimsaidia anajipanguza tu namna yeye, anagurumisha nini na anaenda. Anaona ni kama haki yake kumsaidia kufanya. Hana shukrani. Hana shukrani. Hata katika jamii zetu unapatia mtu kitu. Mke anakuletea chakula mezani, hauwezi kumwambia asante, leo umepika vizuri. Hata kama ilikuwa na chumvi nyingi, mwambie asante. Uwe mtu ambaye ako na tabia ya kusema asante, na niongezee hata kusema sorry. Paulo anamwambia watu watakuwa watu wasio na shukrani. Jambo la 8, watakuwa sio watakatifu. Sio watakatifu. Mtu atakuwa yeye ni mchafu. Sasa nitumie hiyo jina. Atakuwa ni mtu mchafu. Mtu mchafu akiongea maneno yake, anaongea mambo ambao ni machafu. Mambo ambao tunaweza sema ya kwamba haina heshima. Maneno yake akiongea, hajali ni nani yako hapo, kama ni mtoto ama ni mtu mzima, anaweza sema chochote. Anaweza tukanana anaitane jambo lolote. Watu wachafu, wasio watakatifu. Wasio watakatifu. Nimekuwa nikiangalia katika miji yetu. Unapata ya kwamba watu wamekuwa wachafu kiasi cha kwamba karibu sasa wanadada wengi wanatembea uchi. Kati ya kuna wakati ni kama hadi nikasema acha nihesabu nani amevaa vizuri. Kati ya wadada 10, 2 tu ndio unapata huyo ndio amevaa vizuri, kama vile ambavyo haidhihirishi mambo mabaya. Inadhihirisha Ukristo. Na ndio sababu hata nyinyi wachungaji wengine mnapigiwa simu
kuambiwa kwamba mtu fulani alishikwa mjini, alishikwa kama kahaba. Makahaba wakishikwa naye akashi na kanjo, maana kanjo Nairobi wanashikaga watu makahaba. Anashikwa, anaambiwa kuja hapa, vile alikuwa amevaa ni hivyo tu, anavaa hata unashangaa. Okay, sihubiri injili ya mavazi, lakini mavazi huongea. Mavazi husema wewe ni nani. Kama ningekuja hapa mbele yenu nikiwa na vest ati niwahubirie, mngekuwa namna gani? Ama nikuja hapa na vest na dhirikonje sasa nianze kuwahubiria ati ni injili ya kihome? Hakuna kitu kama hiyo. Mavazi huongea. Na ndipo hapa tu Paulo anamwambia watu watakuwa sio watakatifu. Watakuwa ni watu ambao wanavaa vile wanataka, kuenenda vile wanavyotaka. Na sijui kwa nini wadada ndio wanawezwa sana. Watu watakuwa bila upendo, without love. Jambo ya 9. Hawana upendo. Upendo hawana. Unajua kuna mambo mengi sana ambayo yanadhihirisha upendo. Jinsi ambavyo unavyowasiliana na watu inaonyeshana ya kwamba unawapenda ama unawachukia. Kuna watu hata salamu, akiwa tu jirani yako, hata salamu wewe ndio unamsukumia salamu. Ni kama salamu zinauzago. Na hata kikuuza yake. So usalamu tu, hana salamu mpaka ujisukumie. Mnakutana na mtu namna hii. Yaani vile ambavyo unavyoishi na watu inadhihirisha kama una upendo ama hauna. Mtu aliye na upendo huwapokea watu katika maneno yake, katika kuamkua, katika salamu. Hiyo ndio maisha ya Ukristo. Timothy anaambia usiwe mtu ambaye hana upendo. Jambo la 10. Watu watakuwa watu wa kutosamehe. Mtu ambaye hawezi akasamehe, anafanywa kakitu, naambia huyo siwezi nikamsamehe. Sasa utamfanya nini? Utaenda kumpiga? Sasa enda ukampiga, enda ukamtukane, enda ukamuue. Hivyo ndivyo roho hiyo ambayo inakuambiaga wakati ambapo unakosa kusamehea. Hawatakuwa wakisamehe wengine. Mtu amekufa makosa, lazima tunafanyiwa. Yesu akasema ya kwamba mtu akikukosea umsamehe 70 mara 7. Hivi ni kumaanisha after every 3 seconds unastahili kuwa unasamehe mtu. Kama sasa ninaposema kuongea hivyo, ungekuwa umesamea watu wangapi? 2. Yaani unastahili kuwa wewe umejaa msamaha. In other words, mtu akikufanya mabaya usione kama amekufanya kitu. Na hiyo ndio wokovu wa jamii. Na ni mtamu. Siku ile utaona mtu amekufanya kitu baya na unaona tu hiyo ni chakula tu ya safari. Hiyo mimi nimejaa msamaha. Unasamehe tu. Mimi hakuna mtu amenikosea. Najua kwamba kuna watu walinikosea, lakini kwangu mimi sina mtu ambaye. Hiyo nimejifundisha. Na ni utamu wa wokovu. Wokovu unakuwa mtamu ukijua kwamba wewe mtu anakuambia jambo. Unajua katika maisha ya mwanadamu kuna kitu ambayo inaitwa kukasirika. Na kukasirika ni natural. Nataka uelewe hivyo. Kukasirika sio vibaya. Ile kitu baya ni kubeba hiyo hasira ama kufanya kitu kutokana na hiyo hasira. Hata Mungu ukasirika. Vile ambavyo unavyolia, ile wacha niseme ya kwamba ile nerves zile ambazo zinafanya ulie, ndizo hizo nerves zinafanyaga ucheke, na hizo nerves ndizo zinafanyaga ukasirike. Okay? So ninapoongea kuhusu kutosamehe, ni yule mtu ambaye amefanywa kitu akakasirika na hataki kuondoa hiyo hasira. Mtu akikufanya kitu, wewe angalie tu, ambie shetani, mimi sitakupatia hata dakika moja ufanye nikasirika ati nione mabaya yake. Hapana. Wewe ona ya kwamba shetani anataka huko. Na saa zingine mtu mwingine anakukosea, anafanya jambo, yeye anaenda anasherehekea huko, hata hana shughuli, lakini wewe saa yote unapiga mdomo, unafanya nini? Ukimuona yeye hana shughuli,
hata hiyo mambo haiko ndani yake, wewe tu ndio unakasirika tu peke yako. Paulo akamwambia Timothy, hiyo tabia sio Ukristo. Hiyo itakuwa na watu wa siku ya mwisho, watu ambao hawasamehei, watu ambao ni slanderous. Tukikosa kumaliza tutaendelea pia Jumapili. Jambo hilo la 11, watu ambao ni slanderous. Hii sijui kama Kiswahili kina neno nzuri la kuslanda, maana itasema ni itaongea kuhusu nini? Itaongea kuhusu kusema mabaya. Kusema mabaya kuhusu mtu. Na hiyo inafanyika sana, na yasoa msimu huu ambao kuna siasa za Zakayo, mara Zakayo shuka. Mara Zakayo wengine wamepanda juu, mara mambo ni matatu. Slandering. Hata Wakristo, wahubiri wenzangu, wacheni mambo mengine. Hatujaitwa ingine tuyafanye, ingine sio yetu. Na kama ni yetu ni kwa njia ya maombi. Kuiombea nchi, kuombea wale ambao wako kwenye utawala. Kama hatupendezwi na wao, piga magoti, funga, omba, mwambie Mungu vile unavyotaka. Lakini slandering, mtu anaweza akaongea mabaya kuhusu mtu, ingine ni ya ukweli na ingine inaweza kuwa ni ya uongo. Mtu anaweza fanya slandering, ingine ni ya ukweli na ingine ni ya nini? Ni ya uongo. I think that's the best thing to say. Kwa sababu gani? Ingine unaongea mambo kuhusu mtu na hujui. Saa zingine nabishanaka na majenzi kwangu nyumbani. Nawauliza, hiyo una ushuhuda wa hiyo kitu? Hiyo unasema. Na ukweli ni kwamba ile ushuhuda tanitolea, hata mwenye kuleta hiyo ushuhuda, hata huyo hana ushuhuda. Alisikia, akaiweka either kwa video, ama wakatengeneza video, ama hizo. Hauna ushuhuda. Unapata ingine hujui kabisa, lakini unaiongea kuihusu. Hiyo inaitwa slander. Halo? Sasa ukija uniambie ati Raila ni mwizi ama Ruto ni mwizi, mimi sina ushuhuda, sijui. Na siwezi nikaanza kusema tikoabu Alfred aliniambia Raila ni mwizi, na mimi nianza kusema huyu jamaa anaibaga, ni mwizi. Hakuna. Hiyo inaitwa slander. Na inaweza kuwa ni ukweli ama ni nini? Ni uongo. Anaweza kuwa ni mwizi, lakini anaweza kuwa sio mwizi. Lakini ninapoongea kwa kitu ambao sijui kumhusu mtu, na haswa kiongozi, hiyo ni slander. Mimi sijakaa na Ruto nijue kama ni mwizi ama sio mwizi. Sijaikaa naye. Sijui. Sijaikaa na Moses Kuria nijue kama amesoma ama hajasoma. Sasa wengine walikaa na Joho na amekaa naye, anasema huyu mtu certificate zake ni za bandia, na hiyo kitu ikajaa kila mahali. Lakini juzi alikuja akajisema yeye mwenye, akasema ndio nina certificate na ni D-, lakini ni certificate ya ukweli. Na ameishi kupigana na hiyo kutosoma, na akafanya kitu ambacho kilifanya watu wahuzunike sana. Vile ambavyo alikuwa na toka mapema shuleni ndio ende akatafute kibarua jilipie school fees. Huyo ni mtu, alafu naenda kusimama unasema hana akisoma, hana masomo, hana nini. Huyo ni mtu ana kichwa kizuri. Ndio sababu saa hii tunapoongea sasa ni cabinet secretary. Bwana tukuze. Haijalishi alikuja hapo kwa njia gani. Lakini kile ambacho ninachosema, slandering imekataliwa. Nasikia ukisikia watu wanapiga maneno ya viongozi, wachana na wewe, enda job. Haikuna kitu inawasaidia. In fact inawaleteaga mahasira ya bure. Mtu anaanza kuandamana ndani ya moyo wake kabla aende kuandamana kwa barabara. Mahasira tu ya bure. Haisaidii wapendwa. Na ninawaambia hata wewe mnayesikiliza, kitu ambao haujui, ambao umesikia kwa mwingine, na huyo ambaye umesikia kutoka kwake alisikia pia, hana ushuhuda. Mungu amekataa mambo kama hayo ya kuongea. Na nikasema inaweza kuwa a good slander, a true slander ama a false slander. Lakini kama ni slander wachana naye. Ninaposema a true slander, si Danieli.
Danieli aliingiliwa kwa sababu gani? Walienda wakamwambia mfalme, si ulisema ya kwamba ile sanamu yako masaa fulani ikifika watu ama nini parapanda ikipigwa watu wote wanainamia. Lakini Shadrach, Meshach na Abednego hawainami. Si walikuwa ni kweli? Si ilikuwa ni ya ukweli? Sio ilikuwa ni ya ukweli? Hawakuwa wanainama, lakini wanapofanya hivyo ni kwa sababu wanamtafutia mabaya, wanawatafutia wale watu mabaya. Why slander? Why slander? Slander anasema nisikia huyo jamaa ako worth 200 million. Ni kweli ako worth 200 million. Lakini kwa nini unasema ako worth 200 million? Kwa sababu unataka watu waone ya kwamba yeye ana pesa zote na watu wanalala njaa. That is slander. Hiyo Mungu hataki. Hataki. Na ndiposa sio vizuri kujihusisha na mambo mengine. Ya 12 ndio kwanza nimalizie hapo. Inasema ya kwamba people will be without self control. Na hapa munisikilize vizuri kabisa. Without self control. Kama katika maisha haya kuna kitu ambacho ni kizuri, ni kuwa na kiasi ya mambo yote. Kiasi ya mambo yote. Kama ni kucheka, cheka, lakini usicheka kuanzia asubuhi mpaka jioni. Ukicheka kuanzia asubuhi mpaka jioni kuna kasoro. Lazima uwe kama ni kukasirika, kasirika, lakini ukasirike kidogo. Okay? Kama ni kulia, usilie kutoka asubuhi mpaka jioni. Lazima uwe na self control. Pia kile kitu unachofanya unaona kipenda. Ingine kama ni games kwa simu, kwa kompyuta, hizo vitu jipati. Kama ni game, huwa naambia Alfred, kama ni mpira unacheza, mpira wa ukweli unachezagwa 1.5 hours. Hebu nisikizeni. Mimi sio shabiki wa mpira, na mimi sio shabiki wa timu yote, lakini mimi ni wa ile timu inashinda. Ile timu nangojaga washinde ndio niwe wa hiyo timu. Sasa kama kuna kitu naweza fanya cha faida, huwa ninafanya hiyo. Alafu nikitaka kuona mpira kama ile World Cup, maana hiyo tu ndio nina watch, ile final ya World Cup, ile ya mwisho kabisa. Nikienda kuona hiyo final, sio lazima nikae hapo for 1.5 hours. Sasa saa zingine inaendaga masaa mawili kwa sababu ya ile time inaongezewa kama wameenda draw. Sasa si unasikia ninajua mambo ya mpira. Lakini kama kunaweza kitu kingine naweza fanya cha faida kwa risali moja ama risali moja na nusu, nitafanya hiyo kwanza. Alafu nikuje pale dakika 5 za mwisho ndio nione matokeo. Maana hata nikiwa Kenya na wao wanachezea Germany, siwezi badilisha result wa jameni. Hata nikishangilia nikiwa hapa Kayole ama hapa Kitengera, siwezi nikabadilisha anything. Kwa hivyo ninakuwa na kiasi ya kufanya mambo yote ambayo ninahitajika kufanya. Unakuwa na nini? Na kiasi. Usikubali kuendesha hiyo gari yako, hiyo nduvi yako kuanzia saa 12 mpaka saa 4 ya usiku. Kuwa na kiasi, pumzika. Unakuwa na kiasi. Kiasi na haswa kwa mambo ambayo haina faida. Kama ni games unacheza, cheza 30 minutes, alafu achana naye. Kama ni mazoezi unafanya, usienda kushinda kwa gym kutoka asubuhi mpaka jioni. Unakuwa na kiasi. Hata kuomba. Halo? Unaomba na kiasi. Ukiamuka asubuhi, unasikia mzee anasema ya kwamba chai iko tayari. Unaweza wewe unalibashaka tu unamwambia kuwa na kiasi. Ujue kwamba maombi inasimamishagwa, uende ukapike, alafu kutoka kwa kupika unakitaka kuendelea na kulibasaika, ulibasaika. Lakini ukilibasaika ujue kwamba watoto wataenda shule. Halo? Watapikiwa chakula. Halo? Uwe na kiasi. Ama kesha. Unakesha Monday, unakesha Tuesday. Alafu Wednesday, hata hiyo kesha ukienda unaenda pale kama kakizombi. Hauelewi kitu kinasema. Umekosa kiasi. Kila kitu uwe na nini? Na kiasi.
Watu watakosa kiasi. Ndio sababu unapata mtu ako tu kwa simu saa yote na ako tu kwa TikTok. Anaona aka ni kazuri. Bando zizikisha anaongezea. Anaendelea. Na kaga na vijana unapata saa nyingine na wananiambia tuwekee hotspot, ninawekea. Alafu hotspot yangu ikiisha unasikia wananiambia si utuongezee. Kwa sababu anataka tu kuendelea. Kila kitu iwe na kiasi, hata kazi. Bwana asifiwe. Hiyo ni ya muhimu. Hata time yako ipange vizuri. Mambo yote lazima yatoshe kwa hizo masaa umepewa na Mungu. Mimi huwa nasema ya kwamba ujue ya kwamba kuna wakati wa kulala, kuna wakati wa kuamka, kuna wakati wa kufanya kazi, kuna wakati wa kuoga. Imagine hiyo mambo yote umepewa ufanye katika hiyo masaa. Na ndio sababu unapata mtu ameingia kwa mambo hii, ameingia kwa hii, ingine imerefushwa mpaka anashindwa kuoga. Anasema niliamka nikitaka kuoga sasa saa 11. Saa 11 ya jioni na hajaoga. Uwe na kiasi. Hata kama ni kwenda utaenda uchore mahali useme saa hii nitakuwa nikifanya hii na hii na hii, lakini ufuatilie hiyo. Inakupatia discipline kama Mkristo, unakuwa na kiasi. Bwana Yesu apewe sifa. Naona wacha tufikishe hapo. Hiyo ingine tutaendelea siku ya Jumapili. Hebu tusimame. Paulo anamwambia Timothy, have nothing to do with such people. Yaani usijihusishe na watu aina hiyo ama mambo kama hayo. Usijihusishe kwa sababu hiyo sio ya Ukristo.